Labda kwako wewe, mpaka unaanza mpaka sasa hivi umefikia hapa ulipo, umeshajenga jina kubwa mpaka sisi tukufahamu kupitia social media, labda ni changamoto zipi sasa ambazo umekutana nazo na umepambana nazo vipi mpaka umethrive mpaka leo hii upo umesimama una kampuni watu wanakusalute? Okay. Nitakupa changamoto na solution niliyoifanya. Changamoto ya kwanza niliyokuwa nakutana nayo nilipoanza mambo ya kufungua hii agency yangu ni watu kukuamini, kuona kama social media ni utapeli. Kumbuka sisi Afrika tunakuaga kama nyuma kwenye kila kitu. Yaani wakati wenzetu wanapiga hatua mbele, sisi ndo tunawaza tunyanyue mguu tubaki pale pale. Kwa mfano, kwa mbele, yani social media tayari ishakuwa evolve kabla hata ya COVID-19. Ila mbele walilazimishwa kubadilisha game plan kuingia kwenye social media 100%. Yani COVID-19 ilikuja kuweka muhuri kwamba this is certified. Kumbuka zamani watu walikuwa wanaamini kila mtu, wanaamini mpaka afike dukani mpaka nini. Na watu bado wanaamini hivyo kwamba watu watakuona ni tapeli. Nani ataleta kutumia milioni 5 yake kutoka from nowhere asipokujua akutumia milioni 5 na kati amjaionana na kwenye social media. So kumbuka kitu kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo wewe kichwani kwako, kwa sababu umejaza hii mentality, ndio inakuwa iko kichwani kwako. Unaamini kwa sababu wewe huwezi kutoa hela, kwa unaamini hamna mtu anaweza kutoa hela. Hii mentality mimi ilikuwa inanipa changamoto. Ndio changamoto yangu kubwa. Na kweli nilipoanza kuoperate kwenye hii mentality nikaanza kupata changamoto hizo. Kwa mfano mtu yuko Kenya au mtu yuko Tanga, yuko Mwanza huko. Ukiwa huko Dar es Salaam si rahisi ukiniletea mambo hayo nakwambia njoo. Kumbuka social media lengo lake ni ku close all borders. Na huwezi kuwa tajiri kwa kutegemea watu wa Mwananyamala. Huwezi kuwa tajiri. Lazima ufikirie nje. Fikiria Arusha, Dodoma, East Africa ndio unaweza kufanya biashara kuwa tajiri. Yaani ukiwa tajiri na mindset yako kwamba nategemea watu wa Makumbusho, wewe itakuchukua muda mrefu sana. Au Mwananyamala, hapana. Kwa hiyo inabidi ufikirie Dar es Salaam nzima, ufikirie Dodoma, Mwanza, Arusha, ufikirie Mbeya, ufikirie East Africa, ufikirie all over. Mtu yote anaongea Kiswahili aliyopo popote duniani. Ndio mindset yako inatakiwa hivyo. Hivyo ndio inakupa changamoto kama how do we trust you, how do we trust you. Sasa kitu nilichokibadilisha solution yangu, nikaja nikagundua kwamba kujenga biashara sio kazi sana kama kujijenga wewe. Wewe ndio una change mindset. Kumbuka kitokacho mtu ndicho kilichoko ndani yake. Kwa hiyo wewe ukiamini kwamba no, it is possible kuweza kufanya hivi. Alafu ukishaamini kwamba it is possible, unajiuliza natumia mbinu gani? Ndio nikaja kurealize kwamba nikitengeneza personal brand ya watu kuniamini kwanza kabla kutaka hela zao. Ndio maana ukiangalia kwenye social media yangu, mimi nasajili makampuni, mabiashara, manini, makolokolo yote manini. Vitu ninavyoviongea vingi ni namna gani ya kuweza kumtu kufanya personal development. Namna gani kuamini, namna gani kufikiri, namna gani ya kutazama, mindset inakuaje. Hivi ndio ninavyoviongea. Kwa sababu gani? Mimi naelewa watu hawanunui kitu kwa sababu wanakitaka. Watu wanunua kitu kwa sababu wanaamini wanakitaka. Kwa mfano, mtu wa kawaida anaweza asinunue mwamvuli kwa sababu anaona mimi mwamvuli wa nini? Anaweza kaa anapigwa jua, anapigwa mvua. Mimi nitakimbia, nitajikinga. Lakini mpaka pale atakapoamini kwamba ila I deserve to na deserve kuwa na mwamvuli, especially muda wa mvua. Kwa mfano, naweza kweli nikatoka nyumbani kwa gari, nikafika. Lakini kutoka kwenye gari kuingia ofisini, nahitaji mwamvuli. Sasa uweze kuanza kumwambia mtu mwamvuli ni mzuri, mwamvuli ni nini, ama mtu atanunua mwamvuli. Ila ukimwaminisha kwamba do you know kwa status ulionayo, uweze kuwa umevaa vizuri official attire ama casual, unakimbia kwenye matope ukiteleza, yani unaharibu siku yako nzima kwa sababu ya kuteleza, kwa sababu unakimbia mvua. Why don't you have a spare umbrella kwenye gari yako? Ukishuka, sio kwamba wewe ni mwanaume ndio, lakini uwezi kuwa sisi wanaume hatupendi mwamvuli. Si ndio? Ni kweli. Sisi wanaume hatupendi mwamvuli. Lakini ukimwambia hivi, ni kipi bora? Kuteleza na kuanguka? Watu wanaokuamini na kukuheshimu, unaenda kwenye kikao pale kukutana nao alafu unaanguka kwa sababu umekimbia. Ama kutumia tu dakika 2 kushuka nao kwenye gari kwenda kwenye watu unakutana nao. Mtu anaona kushuka dakika 2 tu pale, uzuni dakika 2 tu, nitakaa kwenye mwamvuli dakika 1 au 2. Anaona bora niwe na mwamvuli. Akiamini moyoni mwake anastahili kuwa na mwamvuli, ananunua mwamvuli kwa bei yoyote ile. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakifanya ni kubadilisha kwanza mimi namna ninavyoamini, namna ninavyochukulia mambo. Alafu nikishaamini najifunza sasa ni vitu gani vinavyotakiwa kufanyika. Najifunza kwamba lazima niwe na personal brand. Ukishakuwa na personal brand na ukaamini moyoni mwako, ngoja nikwambie, watu sahihi wanakufuata. Ni issue ya imani tu.